Katika hayo maboresho ambayo Simbaranga anayazungumzia, haswa eneo gani ambalo la kwanza Azam anatakiwa kuboresha? Sasa unasema hapa tunaangalia kwa ujumla. Kwa ujumla. Eneo la kwanza ambalo napaswa kuboresha ni eneo la striker. Okay. Kwa sababu ukiangalia wale typical striker kwenye kikosi cha Azam unamzungumza sana ni Kitambala. Ambaye amekuwa Hanzi Nesquez. Na pia amekuwa Hanzi. Na unamzungumza Kitambala, ukitazama hata idadi ya magoli hajafika magoli 10. Ndio. Kwa hiyo maana yake bado katika eneo la ushambuliaji kuna mapungufu. Maana yake amezidiwa na striker wa Simba ambaye ni Selemani Mwalimu. Amezidiwa na striker wa anaenda mbali. Amezidiwa na Feitoto ambaye sio striker. Yeah. Hussein mbali. Feitoto ni kiungo mshambuliaji. Jukumu mama la Feitoto ni kutengeneza nafasi na amelifanya, lakini bado amefunga magoli zaidi kuliko Jefte Kitambala. Kwa katika eneo ambalo linapaswa kwenda kuboreshwa kwa asilimia kubwa sana ni kutafuta striker ambaye atakuwa kiongozi wa kufunga magoli kuanzia kwenye kikosi cha Azam mpaka kwenye ile list ya wafungaji bora wa ligi kuu. Mfano sasa hivi unazungumza striker ambaye ana magoli mengi ni Momanyi. Matthew Tegis pamoja na Ngoi. Ngoi wa Ngoi ambaye Ngoi amefikia magoli 14. Maana yake ndo anaongoza yeye na Faisal Salum. Si wote wana magoli hayo. Mosi na magoli 10. Mosi 14. Na Mosi ndo na mimi nazungumza typical striker. Sizungumzi viungo washambuliaji. Mosi ndo ni kiungo mshambuliaji. Ni winga. Nini Mwaku ndio striker pale. Na yule Elvis Rupia kwa upande wa Singida na Joseph Gede. Lakini unazungumza typical striker, unamzungumza Ngoi, unamzungumza Momanyi ambaye Ngoi ana goli 11 hiyo. Sasa kama Dube ana magoli 9. Goli 9. Amestaki muda mrefu. Kwa eneo la kwanza kabisa kwenye magoli 11 kwenye kikosi cha Azam ni kuwa na kina Ngoi au kuwa na Ngoi zaidi ya Ngoi, au kuwa na Ngoi au kuwa na Momanyi. Hao na typical striker ambao wameonyesha namba kubwa sana kwenye eneo zima la wale striker hasili na kufunga ambao wamefunga magoli mengi. Hiyo eneo la kwanza. Eneo la pili ni kumpata Feitoto mwingine. Kupata Feitoto mwingine, yule ni binadamu, kuna kuumia, kuna kushuka kiwango. Misimu miwili mfululizo ndio mchezaji pekee ambaye ana namba kubwa. Assist na magoli. Misimu mitatu mfululizo. Ule msimu ambao alishindana na Stefan Aziki alifikisha magoli 19. Aziki 21. Msimu mwaka jana na msimu mwaka huu. Mwaka huu mpaka sasa hivi na magoli 14 na assist 8. Misimu mitatu mfululizo. Kiungo mshambuliaji ndio ameonyesha kuwa na kiu ya magoli na kiu ya kutengeneza nafasi, assist pamoja na magoli. Kwenye zile namba ambazo zinasemwa sana, kwa sababu bado kuna namba nyingi tu ambazo anazifanya uwanjani katika eneo lake la kiungo cha ushambuliaji. Sasa je, leo hii ukimuondoa Fei katika eneo la kiungo cha ushambuliaji, ni mchezaji gani ambaye anamkaribia Feitoto? Labda Dinado. Ukitoa wengine kwa Azam. Nazungumza pale katika kikosi cha Azam. Nani ambaye sasa hivi unasema ameondoka Fei au ameumia Fei? Huyu sasa ndo mbadala ambaye anaweza kukaribia namba za Fei. Kwa nafasi ya namba 10 ambao anacheza. Una struggle kusema kwa sababu viungo wote ambao wamesalia kwenye kikosi cha Azam, wale viungo ambao pembeni labda kukaba, kupasia, lakini sio kwenye zile namba za kusema ili linaweza likawa goli. Au hizi namba kwa ajili ya kutengeneza magoli. Hakuna. Unamzungumza Midimao ni kiungo ulinzi, unamzungumza Akaminko ni kiungo bado ni wa ulinzi, zaidi ni kiungo mchezeshaji. Unamzungumza yule ambaye kutokaga Simba Sadio Kanuti bado ni kiungo wa ulinzi. Faisal peke yake ndio ameonyesha kwamba katika eneo la kiungo mimi nimejitenga, ni kiungo wa ushambuliaji. Kupata nafasi ya kucheza. Ndio naweza ukasema wao ndo huyu ndo mbadala wa Feitoto. Umesema aongezewe nguvu ama atafutwe mbadala wake? Iza atoke kwenye under 17 aiza, lakini 90%
sioni hata kwenye upande wa under 17 under 20 kwamba anaweza kuja na ku replace nafasi ya Fei wakati ameumia, wakati yuko kwenye fomu au ameuzwa. Sioni, kwa sababu hebu nitafutieni namba za mchezaji ambaye kwenye kosi cha Azam under 20 ambaye anaweza kufika namba za Fei kwa misimu 3 mfululizo. Achana na msimu mmoja fluku, mtu anafunga na kuassist misimu 3 mfululizo. Hayupo. Hata kwenye ligi yetu hayupo. Yaani ukiondoa Azam, viongo wengine hayupo ambaye ametengeneza nafasi na kufunga magoli misimu 3 mfululizo. FM.